Kumbukumbu la Torati sura ya 6. Na hii ndio sheria na amri na hukumu alizoziamuru Bwana Mungu wenu, mfundishwe mpate kuzitenda katika nchi ile mnayoivukia kuimiliki, upate kumcha Bwana Mungu wako, kushika amri zake zote na sheria zake ninazokuamuru wewe na mwanao na mwana wa mwanao siku zote za maisha yako, tena siku zako ziongezwe. Sikiza basi, Israeli, ukaangalie kuzitenda, upate kufanikiwa, mpate kuongezeka sana, kama Bwana Mungu wa baba zako alivyokuahidi, katika nchi ijayo maziwa na asali. Sikiza, Israeli, Bwana Mungu wetu, Bwana ndiye mmoja. Nawe mpende Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote, na kwa roho yako yote, na kwa nguvu zako zote. Na maneno haya ninayokuamuru leo yatakuwa katika moyo wako, nawe uwafundishe watoto wako kwa bidii, na kuyanena uketipo katika nyumba yako, na utembeapo njiani, na ulalapo, na uondokapo. Yafunge yawe dalili juu ya mkono wako, nayo yatakuwa kama utepe katikati ya macho yako. Tena yaandike juu ya miimo ya nyumba yako na juu ya malango yako. Tena itakuwa atakapokwisha Bwana Mungu wako kukuleta katika nchi aliyowaapia babu zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo, ya kuwa atakupa miji mikubwa mizuri usioijenga wewe, na nyumba zimejaa vitu vyema vyote usizojaza wewe, na visima vimefukuliwa usivyofukua wewe, mashamba ya mizabibu na mizeituni usioipanda wewe, nawe utakula na kushiba. Ndipo ujitunze, usije ukamsahau Bwana aliyekutoa nchi ya Misri, nyumba ya utumwa. Mche Bwana Mungu wako, ndiye utakayemtumikia na kuapa kwa jina lake. Msifuate miungu mingine katika miungu ya mataifa wawazungukao, kwani Bwana Mungu wako aliye katikati yako ni Mungu mwenye wivu, isije ikawaka juu yako ya hasira ya Bwana Mungu wako, akakuangamiza kutoka juu ya uso wa nchi. Msimjaribu Bwana Mungu wenu kama mlivyomjaribu huko Masa. Zishikeni kwa bidii sheria za Bwana Mungu wenu na mashuhudizo yake na amri zake alizokuagiza, nawe fanya yaliyo sawa na mema machoni pa Bwana, ili mpate kufanikiwa, nawe upate kuingia na kuimiliki nchi nzuri Bwana aliyowaapia baba zako, ya kuwa atawasukumia nje adui zako wote mbele yako, kama alivyosema Bwana. Na zamani zijazo atakapokuuliza mwanao, alikuambia nini mashuhudizo na amri na hukumu alizowaagiza Bwana Mungu wetu? Ndipo umwambie mwanao, tulikuwa watumwa wa Farao huko Misri. Bwana akatutoa kutoka Misri kwa mkono wa nguvu. Bwana akaonya ishara na maajabu makubwa mazito juu ya Misri na juu ya Farao na juu ya nyumba yake yote mbele ya macho yetu. Akatutoa huko ili kututia huku, apate kutupa nchi aliyowaapia baba zetu. Bwana akatuamuru kuzifanya amri hizi zote, tumche Bwana Mungu wetu, tuone mema siku zote, ili atuhifadhi hai kama hivi leo. Tena itakuwa haki kwetu tukitunza kufanya maagizo haya yote mbele ya Bwana Mungu wetu, kama alivyotuagiza. Kumbukumbu la Torati sura ya 7. Bwana Mungu wako atakapokutia katika nchi uendayo kuimiliki, atakapoyang'oa mataifa mengi watoke mbele yako, Mhiti na Mgirigashi na Mwamori na Mkanaani na Mperizi na Mhivi na Myebus, mataifa 7 makubwa yenye nguvu kukupita wewe. Wakati Bwana Mungu wako atakapowatoa mbele yako, nawe utawapiga, wakati huo ndipo uwaondoe kabisa. Usifanye agano nao wala kuwahurumia, wala usioane nao. Binti yako usimpe mwanawe mume, wala usimtwalie mwanao mume binti yake, kwa kuwa atamkengeusha mwanao mume
asinifuate, ili wapate kuabudu miungu mingine. Ndipo itakapowaka hasira ya Bwana juu yenu, naye atakuangamiza upesi. Lakini watendeni hivi: zivunjeni madhabahu zao, zibomosheni nguzo zao, yakateni maashera yao, ziteketezeni kwa moto sanamu zao za kuchonga. Kwa maana wewe u taifa takatifu kwa Bwana Mungu wako. Bwana Mungu wako amekuchagua kuwa watu wake hasa zaidi ya mataifa yote walioko juu ya uso wa nchi. Bwana hakuwapenda ninyi, wala hakuwachagua ninyi kwa sababu mlikuwa wengi kuliko mataifa yote, maana mlikuwa wachache kuliko watu wote, bali kwa sababu Bwana anawapenda, na kwa sababu alitaka kuutimiza uwapo wake aliowaapia baba zenu. Ndiyo sababu Bwana akawatoa kwa mkono wa nguvu, akawakomboa katika nyumba ya utumwa, katika mkono wa Farao mfalme wa Misri. Basi jueni ya kuwa Bwana Mungu wenu ndiye Mungu mwaminifu, ashikaye agano lake na rehema zake kwao wampendao, na kushika amri zake hata vizazi 1000, naye huwalipa wamchukiao mbele ya uso wao kuangamiza. Hata kuwa mregevu kwake yeye amchukiaye, atamlipa mbele ya uso wake. Basi zishikeni amri na sheria na hukumu ninazokuamuru leo uzitende. Na itakuwa kwa sababu mwazisikiliza hukumu hizi na kuzishika na kuzitenda, basi Bwana Mungu wako atakutimilizia agano na rehema aliyowaapia baba zako, naye atakupenda na kukubarikia na kukuongeza. Tena ataubarikia uzao wa tumbo lako na uzao wa nchi yako, nafaka zako na divai yako na mafuta yako, maongeo ya ng'ombe zako na wadogo wa kondoo zako, katika nchi aliyowaapia baba zako kuwa atakupa. Utabarikiwa kuliko mataifa yote. Hakutakuwa na mtu mume wala mke aliyetasa kati yenu, wala kati ya wanyama wenu wa mifugo. Na Bwana atakuondolea ugonjwa wote, wala hatatia juu yako maradhi yoyote mabaya uyajuayo ya Misri, lakini atayaweka juu ya wote wakuchukiao. Nawe angamiza mataifa yote atakayokupa Bwana Mungu wako. Jicho lako lisiwahurumie, wala usiitumikie miungu yao, kwani litakuwa ni mtego kwako jambo hilo. Nawe kama ukisema moyoni mwako, mataifa haya ni mengi kunipita mimi, nitawatoaje katika miliki yao? Usiwaogope. Kumbuka sana Bwana Mungu wako alivyomfanya Farao na Misri yote. Uyakumbuke hayo majaribu makuu yaliyoyaona macho yako, na hizo ishara na maajabu, na mkono wa nguvu na mkono ulionyoka aliyokutolea nje Bwana Mungu wako. Ndivyo atakavyowafanya Bwana Mungu wako mataifa yote unaowaogopa. Tena Bwana Mungu wako atampeleka mavu kati yao, hata hao watakaosalia, hao wajifichao, waangamie mbele zako. Usiingiwe na kicho kwa sababu yao, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu katikati yako, Mungu mkuu mwenye utisho. Naye Bwana Mungu wako atayatupia nje mataifa yale mbele yako kidogo kidogo. Haikupasi kuwaangamiza kwa mara moja, wasije wakaongezeka kwako wanyama wa mwitu, ila Bwana Mungu wako atawatoa mbele yako, atawatia mashaka makuu, hata waishe kuangamizwa. Na wafalme wao atakutilia mkononi mwako, nawe utalipoteza jina lao litoke chini ya mbingu. Hapana mtu atakayeweza kusimama mbele yako hata utakapokwisha kuwaangamiza. Sanamu za kuchonga za miungu yao mtaziteketeza kwa moto. Usitamani fedha wala dhahabu iliyo juu yao, wala usiitwae iwe yako, isije
usije ukanaswa nayo, kwa maana ni machukizo kwa Bwana Mungu wako, na machukizo usitie ndani ya nyumba yako. Usije wewe kuwa kitu cha haramu mfano wake ukichukue kabisa na kukikataa kabisa, kwa kuwa ni kitu kilichoharimishwa. Kumbukumbu la Torati sura ya 8. Amri hii ninayokuamuru leo mtaishika kuitenda, mpate kuishi na kuongezeka na kuingia katika nchi ile ambayo Bwana aliwaapia baba zenu, nanyi mtaimiliki. Nawe utaikumbuka njia ile yote Bwana Mungu wako aliyokuongoza miaka hii 40 katika jangwa, ili akutweze kukujaribu kuyajua yaliyo moyoni mwako, kwamba utashika amri zake au sivyo. Atakutweza akakuacha uone njaa, akakulisha kwa maana usioijua wewe, wala baba zako hawakuijua, apate kukujulisha ya kuwa mwanadamu haishi kwa mkate tu, bali huishi kwa kila litokalo katika kinywa cha Bwana. Mavazi yako hayakuchakaa, wala mguu wako haukuvimba miaka hiyo 40. Nawe fikiri moyoni mwako ya kuwa kama vile baba amrudivyo mwanawe, ndivyo Bwana Mungu wako akurudivyo. Nawe uzishike amri za Bwana Mungu wako, upate kwenda katika njia zake na kumcha, kwa kuwa Bwana Mungu wako yu kuingiza katika nchi nzuri, nchi yenye vijito vya maji na chemichemi na visima vibubujikavyo katika mabonde na milima, nchi ya ngano na shairi na mizabibu na mitini na mikomamanga, na nchi ya mizeituni yenye mafuta na asari, nchi utakayokula mikate humo pasina shida, hutapungukiwa na kitu ndani yake, nchi ambayo mawe yake ni chuma na milima yake yafukuka shaba. Nawe utakula ushibe, utamshukuru Bwana Mungu wako kwa nchi nzuri aliyokupa. Jihadhari usije ukamsahau Bwana Mungu wako kwa kutokuzishika amri zake na hukumu zake na sheria zake ninazokuamuru leo. Angalia, utakapokuwa umekula na kushiba na kujenga nyumba nzuri na kukaa ndani yake, na makundi yako ya ng'ombe na kondoo yatakapoongezeka, na fedha yako na dhahabu yako itakapoongezeka, na kila kitu ulicho nacho kitakapoongezeka, basi hapo moyo wako usiinuke ukamsahau Bwana Mungu wako aliyekutoa katika nchi ya Misri, katika nyumba ya utumwa, aliyekuongoza katika jangwa lile kubwa lenye kitisho, lenye nyoka za moto na nge, nchi ya kiu isiyokuwa na maji, aliyekutolea maji katika mwamba mgumu, aliyekulisha jangwani. Kwa maana wasioijua baba zako, apate kukutweza, apate kukujaribu, ili kukutendea mema mwisho wako. Hapo usiseme moyoni mwako, nguvu zangu na uwezo wa mkono wangu ndio ulionipatia utajiri huo, bali utamkumbuka Bwana Mungu wako, maana ndiye akupaye nguvu za kupata utajiri, ili alifanye imara agano lake alilowapa baba zako kama hivi leo. Lakini itakuwa kama ukimsahau Bwana Mungu wako na kuiandama miungu mingine na kuitumikia na kuiabudu, na washuhudia leo ya kuwa mtaangamia bila shaka, kama vile mataifa yale ambayo Bwana anawaangamiza mbele yenu, ndivyo mtakavyoangamia, kwa sababu hamkutaka kuisikiliza sauti ya Bwana Mungu wenu. Kumbukumbu la Torati sura ya 9. Sikiza, Israeli, hivi leo unataka kuvuka Yordani uingie kwa kuwamiliki mataifa yaliyo makubwa na yenye nguvu kukupita wewe, miji mikubwa iliyojengwa kuta hata mbinguni, watu wakubwa warefu, wana wa Anak, wajuao, uliokuwa ukisikia wakitajwa hivi: ni nani awezaye kusimama mbele ya wana wa Anaki? Basi jua siku hii ya leo kuwa Bwana Mungu wako ndiye atanguliaye kuvuka mbele yako kama moto uteketezao. Atawaangamiza, tena atawaangusha mbele yako. Ndivyo utakavyowafukuza na kuwapoteza upesi, kama alivyokuambia Bwana. Usiseme moyoni mwako,
Bwana Mungu wako atakapokwisha kuwasukumia nje mbele yako, ukasema, ni kwa haki yangu alivyonitia Bwana niimiliki nchi hii, kwani ni kwa ajili ya uovu wa mataifa haya Bwana awafukuza nje mbele yako, si kwa haki yako wala kwa unyofu wa moyo wako hivi uingiavyo kuimiliki nchi yao, lakini ni kwa uovu wa mataifa haya Bwana Mungu wako awafukuza nje mbele yako, tena apate kuliweka imara hilo neno Bwana alilowaapia baba zako Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Basi jua ya kuwa Bwana Mungu wako hakupi nchi hii nzuri uimiliki kwa ajili ya haki yako, kwa maana taifa lenye shingo ngumu. Kumbuka, usisahau alivyomtia Bwana Mungu wako kisirani jangwani, tangu siku uliotoka nchi ya Misri hata mlipofika mahali hapa. Mmekuwa na uasi juu ya Bwana, tena mlimkasirisha Bwana katika Horebu. Bwana akakasirika nanyi hata akataka kuangamiza. Na hapo nilipokwea mlimani kwenda kuzipokea mbao za mawe, nazo ni mbao za agano Bwana alilolifanya nanyi, ndipo nikakaa mle mlimani siku 40 usiku na mchana, sikula chakula wala kunywa maji. Bwana akanipa zile mbao 2 za mawe, zimeandikwa kwa kidole cha Mungu, na juu yake yameandikwa maneno mfano wa yote aliyosema nanyi Bwana mle mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano. Ikawa mwisho wa siku 40 usiku na mchana, Bwana alinipa zile mbao 2 za mawe, nazo ni mbao za agano. Bwana akaniambia, ondoka huko, shuka upesi, kwa kuwa watu wako uliowatoa Misri wamejiharibu, wamekengeuka mara katika njia niliyowaamuru, wamejifanyia sanamu ya kusubu. Tena Bwana akasema nami zaidi, akaniambia, nimeliona taifa hili, na tazama, ni taifa lenye shingo ngumu. Niache nipate kuangamiza na kulifuta jina lao chini ya mbingu, nami nitakufanya wewe uwe taifa kubwa lenye nguvu kuwapita wao. Basi nikageuka nikashuka mle mlimani, mlima ukawaka moto, na zile mbao 2 za agano zilikuwa katika mikono yangu miwili. Nikaangalia, na tazama, mlikuwa mmefanya dhambi juu ya Bwana Mungu wenu. Mmefanya ndama ya ng'ombe ya kusubu. Mmekengeuka upesi katika njia aliyowaamuru Bwana. Nikazishika zile mbao 2, nikazitupa kutoka katika mikono yangu miwili, nikazivunja mbele ya macho yenu. Nikaanguka nchi mbele za Bwana siku 40 usiku na mchana. Kama pale kwanza sikula chakula wala kunywa maji, kwa sababu ya makosa yenu yote mliokosa kwa kufanya yaliyo maovu machoni pa Bwana, kwa kumkasirisha. Kwa kuwa niliogopa hasira na makamio aliyowakasirikia Bwana, kutaka kuwaangamiza. Lakini Bwana alinisikiza wakati huo, nao Bwana akamkasirikia sana Haruni, akataka kumwangamiza. Nikamwombea Haruni naye wakati huo. Kisha nikaitwaa ile dhambi yenu, huyo ndama mliyemfanya, nikamteketeza kwa moto, nikamponda, nikamsaga tikitiki hata akawa laini kama vumbi. Nikalitupa vumbi lake katika kijito kilichoshuka kutoka mlimani. Tena huko Tabera na Masa na Kibroth Hataava mlimtia Bwana hasira. Na wakati alipowatuma Bwana kutoka Kadesh Barnea, akawaambia, kweni mkaimiliki nchi niliyowapa, ndipo mkaasi juu ya maagizo ya Bwana Mungu wenu. Hamkumsadiki wala hamkumsikiza sauti yake. Mmekuwa na uasi juu ya Bwana tokea siku nilipowajua ninyi. Ndipo nikaanguka nchi mbele za Bwana siku zile 40 usiku na mchana nilizokuwa nimeanguka nchi, kwa kuwa Bwana alisema atawaangamiza. Nikamuomba Bwana nikasema, Bwana Mungu, usiwaangamize watu wako, urithi wako uliowakomboa kwa ukuu wako, uliowatoa Misri kwa mkono wa nguvu. Wakumbuke watumwa wako Ibrahimu na Isaka na Yakobo. Usiangalie upotovu
upotofu wa watu hawa, wala uovu wao, wala dhambi yao. Isije nchi uliotutoa ikasema, ni kwa sababu Bwana hakuweza kuwaleta katika nchi aliyowapa ahadi, tena ni kwa kuwa aliwachukia alivyowatoa nje ili kuwaua jangwani. Nao ni watu wako, urithi wako, uliowatoa kwa nguvu zako kuu na mkono wako ulionyooka. Kumbukumbu la Torati sura ya 10. Wakati ule Bwana akaniambia, chonga mbao 2 za mawe mfano wa zile za kwanza, kisha uje kwangu huku mlimani, ukajifanyie na sanduku la mti, nami nitaandika juu ya hizo mbao maneno hayo yaliyokuwa juu ya mbao za kwanza ulizozivunja, nawe uzitie ndani ya hilo sanduku. Basi nikafanya sanduku la mti wa mshita, nikachonga mbao 2 za mawe mfano wa zile za kwanza, nikakwea mlimani na zile mbao 2 mkononi mwangu, naye akaandika juu ya mbao mfano wa maandiko ya kwanza zile amri 10 alizowaambia Bwana huko mlimani toka kati ya moto siku ya mkutano Bwana akanipa. Basi nikageuka nikashuka kutoka mlimani, nikazitia mbao ndani ya sanduku nililofanya, nazo zimo humo kama alivyoniamuru Bwana. Wana wa Israeli wakasafiri kutoka visima vya Bene Yaakani kwenda Mosera. Haruni akafa huko, akazikwa huko, na Eleazari mwanawe alitumika utumishi wa ukuhani badala yake. Wakasafiri kutoka huko kwenda Gudgoda, wakatoka Gudgoda wakaenda Yotbatha, nayo ni nchi ya vijito vya maji. Na wakati huo Bwana aliitenga kabila ya Lawi ili walichukue lile sanduku la agano la Bwana, wasimame mbele ya Bwana kwa kumtumikia na kuwabarikia watu kwa jina lake hata hivi leo. Ndipo asiwe na fungu Lawi wala urithi pamoja na nduguze. Bwana ndiye urithi wake, kwa mfano wa vile alivyomwambia Bwana Mungu wako. Nikakaa mle mlimani kama hapo kwanza siku 40 usiku na mchana. Bwana akanisikiza wakati huo, nao asitake Bwana kukuangamiza. Bwana akaniambia, ondoka ushike safari yako mbele ya watu, nao wataingia waimiliki nchi niliyowaapia baba zao ya kuwa nitawapa. Na sasa Israeli, Bwana Mungu wako anataka nini kwako, ila umche Bwana Mungu wako na kwenda katika njia zake zote na kumpenda na kumtumikia Bwana Mungu wako kwa moyo wako wote na kwa roho yako yote, kuzishika amri za Bwana na sheria zake ninazokuamuru leo, upate uheri. Tazama, mbingu ni mali za Bwana Mungu wako, na mbingu za mbingu na nchi na vitu vyote vilivyomo. Tena Bwana aliwafurahia baba zako na kuwapenda, akawachagua wazao wao baada yao, na ninyi zaidi ya mataifa yote kama hivi leo. Basi zitahirini govi za mioyo yenu, wala msiwe na shingo ngumu, kwa maana Bwana Mungu wenu, yeye ndiye Mungu wa miungu na Bwana wa mabwana, Mungu mkuu mwenye kuogofya, asiyependelea nyuso za watu, wala hakubali rushwa. Huwafanyia yatima na mjane hukumu ya haki, naye humpenda mgeni, akimpa chakula na mavazi. Basi mpendeni mgeni, kwa sababu ninyi wenyewe mlikuwa wageni katika nchi ya Misri. Mche Bwana Mungu wako, umtumikie yeye, ambatana naye na kuapa kwa jina lake. Yeye ndiye fahari yako, na yeye ndiye Mungu wako, aliyekutendea mambo haya makubwa ya kutisha uliyoyaona kwa macho yako. Baba zako walishuka Misri na watu 70, na sasa Bwana Mungu wako amekufanya kama nyota za mbinguni kwa wingi.